Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiramu, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel ya Mponda Media na wafuatiliaji watukufu, karibuni katika mwendelezo wa darsa zetu. Leo tutazungumzia faida za maziwa, na kuna maziwa ya ng'ombe, kuna maziwa mashallah ya ngamia, kuna maziwa ya kondoo, kuna maziwa ya mbuzi. Yote haya tutakuja kuyaelezea, lakini leo biaunillahi taala tutaanza na maziwa ya ng'ombe. Lakini kabla hatujaelezea faida zake kwa uchache, Mwenyezi Mungu jalla thanauhu amesema katika Qur'ani yake tukufu katika sura ya 47 aya nambari 15 kwamba miongoni mwa neema alizowaandalia wacha Mungu peponi, anasema fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labani. Huko peponi kuna mito ya maji na kuna mito ya maziwa. Peponi kutakuwa na anharum min labani lam yataghayyar ta'muhu, yasiyoharibika ladha yake. Yani maziwa ya peponi hayaharibiki, ni fresh, ni maziwa masafi, ni fresh, hayaharibiki kama maziwa ya duniani. Kwa hiyo kwanza haya maziwa, kabla hatujaelezea faida zake, haya maziwa ya ng'ombe, tukaja maziwa ya ngamia, tukaja maziwa ya kondoo, tukaja maziwa ya mbuzi na kadhalika. Kwanza Allah anasema amewaandalia wacha Mungu mito peponi, tena mito ya maziwa. Kuna mito itakuwa inapita maziwa tu, maziwa ya ng'ombe, ukitaka maziwa ya ngamia, ukitaka maziwa ya kondoo, ukitaka maziwa ya mbuzi, mito ya maziwa imepita. Naam, lakini wa fi sunani marufu'an, na katika hadithi ambayo ni marufua, imenyanyuliwa. Maana yake marufu'an ni hadithi iliyonyanyuliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema man at'amahu Allahu ta'aman, yeyote atakayelishwa, atakayepewa chakula na Mwenyezi Mungu. Yani Allah akikulisha chakula, manake amekupa chakula ukala ukashiba. Baada ya kula basi Mtume anasema faliyaqul, mwenye kupewa na Allah chakula aseme, yani mwenye kulishwa na Allah chakula aseme baada ya kumaliza kula, faliyaqul, basi aseme Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Maana yake Allahumma, ewe Mola, Mola, barik lana fihi, tubariki sisi katika chakula hiki, yani tutilie baraka katika hiki chakula. Hiki chakula kiwe na baraka. Warzuqna khairan minhu, na uturuzuku chakula kizuri zaidi ya hiki, chakula bora zaidi ya hiki, tupe riziki hiyo ya Rabbi kimaliza kula. Lakini asema waman sakahu Allahu labanan, na Mtume aendelea asema na mwenye kunyweshwa na Mwenyezi Mungu maziwa. Yani Allah akikupa riziki ya maziwa, ukanunua maziwa ya ng'ombe, ukanunua maziwa ya ngamia, ukanunua maziwa ya mbuzi, ya kondoo, ukanywa, faliyaqul, pia Mtume anasema basi aseme mtu huyo akishamaliza kunywa yale maziwa, Allahumma barik lana fihi, ewe Mwenyezi Mungu tutilie baraka katika haya maziwa, haya maziwa tutilie baraka ndani yake, wazidna minhu, na utupe zaidi ya haya. Kwa nini Mtume amefundisha dua hii? Anasema fa inni, kwa sababu mimi la a'lamu, sijui, ma, kitu chochote, yujizi, kinachotosheleza, mina taami wa sharab,
yani kinachotosheleza chakula na kinywaji, ila laban, isipokuwa maziwa. Ina maana kwamba maziwa ni chakula, maziwa ni kinywaji. Unaweza ukanywa maziwa tu ukashiba, na unaweza ukanywa maziwa tu ikatosha, ikawa hauna haja tena ya kinywaji. Yani maziwa yanatosheleza chakula na kinywaji, yanatosheleza chakula na kinywaji. Yani maziwa ni chakula na maziwa ni kinywaji, kwa kauli ya Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sasa twende tuangalie katika faida hizi za labanul baqar. Labanu al-baqar, maziwa haya ya ng'ombe, maziwa ya ng'ombe. Faida yake ya kwanza, wanasema wanawazuoni, yaghadhul badana wa yukhassibuhu. Faida ya kwanza, yanalisha mwili, kama tulivyosema maziwa ni chakula, na yanaufanya mwili kuwa mzito. Wa yukhassibuhu, na yanaufanya mwili kuwa mzito. Yani ukinywa maziwa kisawasawa, mwili utaongezeka uzito, na ni chakula. Maziwa ni chakula na mwili wako utaongezeka uzito. Wa yutlaqul batana bi'tidalin, na hulainisha tumbo kwa kiasi. Yani kama tumbo lako pia lina shida, tumbo limekuwa gumu, upati choo uzuri na kadhalika, mashaka yale, yani maradhi ya tumbo kiujumla, basi kunywa maziwa, yutlaqul batna, hulainisha ilo tumbo. Ukinywa maziwa tumbo litalainika, bi'tidalin, kwa kiasi. Wa huwa min a'dalil albani wa afdaliha, nayo maziwa, wa huwa min a'dali albani, nayo ni katika maziwa sahihi. Wa huwa min a'dalil albani, nayo maziwa ya ng'ombe ni katika maziwa sahihi kabisa. Wa afdaliha, na bora zaidi. Maziwa ya ng'ombe ni bora yake, ni bora ya maziwa mengi sana, maziwa ya ng'ombe. Anasema baina labani dhani wa labani almaazi, kati ya maziwa ya kondoo na maziwa ya mbuzi. Baina labani dhani wa labani almaazi, kati ya maziwa ya kondoo na maziwa ya mbuzi. Maziwa ya ng'ombe ni maziwa sahihi na bora zaidi, na bora zaidi. Lakini asema fi riqatin wa ghiladi wa disam, anasema ni bora katika ni bora zaidi kati ya maziwa ya kondoo na ya mbuzi. Fi riqatin, katika ubora, yani maziwa ya ng'ombe ni azim. Wal ghiladi, na katika uzito. Wadisam, na katika unono, yani ukinywa maziwa ya ng'ombe utaongezeka uzito na utakuwa mnono, utanona. Wa fi sunani min hadithi Abdullah ibn Mas'ud yarfa'uhu, na katika sunan ya hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud yarfa'uhu, ambaye pia naye Abdullah ibn Mas'ud asema hadithi hii ni marfu'an, imenyanyuliwa hii hadithi. Anasemaje Abdullah ibn Mas'ud? Manake hadithi ukisikia ni marfu'an, manake imeenda mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, manake imenyanyuliwa marfu'an ila man? Ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume naye anasema alaikum bi albani albaqar, kunyweni maziwa ya ng'ombe. Haya sasa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema alaikum bi albani albaqar, kunyweni maziwa ya ng'ombe. Fa innaha tartamu, kwa sababu hayo maziwa ya ng'ombe sawa sawa, tartamu min kulli shajari, yanakula kutokana na kila mti. Yani maziwa ya ng'ombe
yanatokana na miti mbalimbali, kulingana na yule ng'ombe alivyokunywa alivyokula ile miti, ndio yanatoka yale maziwa. Kwa hiyo maziwa ya ng'ombe ni azim, ni maziwa mazuri na yanaongeza uzito, ni katika maziwa bora kabisa kuliko maziwa ya kondoo, kuliko maziwa ya mbuzi. Na kama tulivyoambiwa, alaikum bi albani albaqar, kunyweni maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo tujitahidi sana kunywa maziwa kwa sababu yana faida nyingi. Ndugu yangu mtazamaji, usikose darasa ifuatayo ambayo tutakuja kuzungumzia faida za labanul ibili, faida za maziwa ya nani sasa? Maziwa ya ngamia, maziwa ya ngamia. Afala yandhuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, ambayo huyu ngamia ametajwa ndani ya Qur'an. Allah anasema afala yandhuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, hivi hawamwangalii ngamia namna alivyoumbwa? Sasa huyu ngamia ana faida nyingi sana, kuanzia ngozi yake, maziwa yake, nyama yake, mpaka mkojo wa ngamia una faida zake. Yani ngamia wallahi, mpaka zile kwato zile za ngamia zina faida. Tutakuja kuelezea darasa ijayo. Hakikisha kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, una subscribe, una like, una comment na una share video zetu. Wabillahi tawfiqi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.